Hujambo na nikukaribisha tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein na wakati huu tunaitazama China ambayo imewekewa ushuru wa 100% na rais wa Marekani Donald Trump. Sasa Wachina wanasemaje? Ni kwamba wanasema watapambana hadi mwisho vita vya kibiashara na Marekani. China imesema ipo tayari kupambana hadi tone la mwisho katika vita vya kibiashara na Marekani baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza ushuru wa 100% kwa bidhaa zote za China, hatua iliyotikisa masoko ya dunia. China imesema ipo tayari kwa mapambano hadi wakati huu baada ya vita vilivyotangazwa na Marekani. Marekani imetangaza vita vya kibiashara na Wachina baada ya tangazo la Trump kwamba ataweka ushuru huo wa ziada wa 100% kwa bidhaa zote za Wachina. Kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Biashara ya China, alisema siku ya leo Jumanne kuwa msimamo wa nchi hiyo kuhusu vita vya ushuru unabaki ule ule. Mkitaka kupigana, tutapigana hadi mwisho. Mkitaka mazungumzo, mlango uko wazi. Kauli hiyo imeibua wasiwasi mpya kuhusu kuongezeka kwa mvutano kati ya nchi zenye uchumi mkubwa zaidi ulimwenguni. Tangazo la Donald Trump limetolewa siku ya Ijumaa likitaja hatua hiyo kama majibu kwa uamuzi wa Beijing kuweka vikwazo vipya kwa usafirishaji wa madini adimu, sekta muhimu duniani inayotawaliwa na China. Hatua hiyo imeutikisa ulimwengu wa kibiashara, huku wachambuzi wa kiuchumi wakionya kuwa vita vya kibiashara vinaweza kuathiri vibaya masoko ya hisa na mahusiano ya kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili. Lakini je, ni nani ataweza kushinda vita hivi vya kibiashara? Rais wa Marekani Donald Trump alisema Marekani itaanza kuweka vikwazo vya usafirishaji wa programu muhimu za kiteknolojia kuanzia mwezi Novemba mosi, akidai kuwa Beijing inatumia teknolojia hizo kwa faida ya kijeshi. Hatua hiyo imezidisha hofu kuhusu usalama wa kidigitali na ushindani wa kiteknolojia kati ya Washington na Beijing, hasa katika sekta za akili bandia na chipu za kisasa. Kwa upande wake, msemaji wa Wizara ya Biashara ya China amesisitiza kuwa hatua ya udhibiti wa mauzo ya nje ni halali na zinatekelezwa kwa mujibu wa sheria za ndani na kanuni za kimataifa. Aliongeza kuwa China kama nchi kubwa yenye uwajibikaji itaendelea kulinda usalama wake wa kitaifa na pia usalama wa pamoja wa kimataifa, akisisitiza kuwa Beijing haijafunga milango ya mazungumzo ya kibiashara. Hata hivyo, wakati huu China inaona kupata soko kubwa kutoka katika nchi za Mashariki, lakini pia kutoka katika mataifa ya BRICS. China inaamini kwamba ushirika ambao inaupata kupitia BRICS umeifanya ikuze uchumi wake, na hata baadhi wachambuzi wa masuala ya kiuchumi wanaona hali ya uchumi wa China imekuwa tofauti na ile ya nchini Marekani, na hata kupitia fedha yake ya UN inazidi kupanda katika soko la hisa. Mtazamaji wa The World News, hiyo ni kauli iliyotolewa na Wachina wakisema kwamba watapigana vita vya kiuchumi na Marekani hadi tone la mwisho, lakini kamwe hawataweza kupiga magoti mbele ya rais wa Marekani Donald Trump. Hata hivyo, moja kati ya kitu ambacho kimewakatisha tamaa ni baada ya mazungumzo, ambapo baada ya kuwekwa kwa ushuru wa 145% na wao wakaweka ushuru wa 125%, lakini ushuru huu umeshuka hadi 30%, wao wakiushusha hadi 10%, lakini bado Marekani imekuwa ikitazama China kwa jicho lingine. Wachambuzi wa mambo wakisema kwamba ni mpango wa rais wa Marekani Donald Trump katika moto wake wa Make America Great Again, na hivyo lazima pambane juu chini kupambana na mataifa makubwa yenye uchumi mkubwa duniani, hasa Uchina. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajua mengi yanayojiri katika ulimwengu.